Safi kabisa. Nafikiri huu ndo mwisho wako. Kama wewe ni jini, nataka utoke hapa. Shadi, wewe si ulisema ujini? Unaona hivi? Uliharibu jicho langu. Sasa kama jini, toka hapa nikuone. Kwisha habari yako. Tutaonana mbinguni huko. Ndondo, usiondoke kwanza na maneno ya kuzungumza na wewe. Hujafa? Unajifua una roho ngumu sana. Unataka kuniua mimi? Uniue tu. Lakini rafiki yangu, mimi hawezi kuacha wewe. Ni lazima kuue. Niue sasa. Niue. Tiso, kaka moja. Unangu unajua kazi zote hili ndugu wangu ni wewe. Tunashikia siku moja. Hebu tuache hayo. Sasa hivi una taarifa yote kuhusu wali? Wale si wana mgogoro na Zai? Na Zaichura? Sio hilo bwana. Wali amefanya mauaji. Na amekimbia. Sisi tunamtafuta usiku na mchana tunamtafuta wali. Yaani hapa leo ndo alifumbua macho. Yaani kama utasikia habari zake au utamuona, utaidi haraka sana ukimpata. Basi sawa, hamna tatizo. Itaidi kidogo. Muhimu sana. Tuko pamoja kamanda wangu. Mimi sikuangushi. Hata nikamuona. Basi sawa. Poa bwana. Mimi nakusalimia tu. Mimi naitwa Ndimbo bwana, askari wa polisi wa kijijini hapa tena udali. Namuitikilia. Haya. Ila ipo siku najua tutaonana. Haya. Namuitikilia. Haya bwana poa. Karibu kamanda. Kamanda Ndimbo wewe. Bwana. Nesi mtoi. Hatari. Simtoi. Bwana. Hapa anaangusha embe tunaye huyu. Shiba. Baba. Vipi baba? Ndozi. Hebu njoo mwanangu. Mbona hivyo? Naumia kidogo. Nini tena? Kana kula embe hata kwenye nyumba hawezi. Naumia kidogo. Umeumia kidogo mwanangu, jicho ile. Hapana. Basi fanya twende hospitalini mwanangu. Shangazi siwezi kwenda hospitali. Nimeumia kidogo tu hapa hospitali na kufanya nini tena? Lakini ujue jicho ndo kila kitu mwanangu kwa mwanadamu. Sawa. Si twende hospitali. Mimi siwezi kwenda bwana shangazi. Sasa mwenyewe ndogo utafanana hospitali naenda kuanzia wapi bwana? Basi wacha mimi angalau nimbembeleze. Ndio ajue yeye anaona hili ni jicho, acha niongee naye basi. Sawa. Haya. Nenda. Fanya hivyo. Nenda. Kama hajaiba. Sijui. Maana ndiye kishanzulumu mtu yule. Washanzulumu na watu wanaozulumiwa hawajakubali. Afande. Habari yako? Nzuri kwani? Safi. Kwa vizuri sana kuonana na wewe. Na tatizo kidogo. Tatizo gani tena Ndimbo?
Mimi imani maneno ulioniambia mara ya kwanza kuwa kana viatu ndani ni tatizo, sasa ndio limenitokea. Kwa anakanambia viatu vimepotea. Yes, viatu vimepotea. Tumwambiaje mkuu kitu? Hapa nimefikiria kitu. Kwa sababu hivi viatu hivi mlolongo wake ni mimi, blaza na dada yangu. Na dada yangu mara mwisho alimpa nani? Bwana wake, na mwisho ndo alikuwa amevaa yeye. Sasa hapa inavyoonekana hapa tukio zima hapa, dada ameviiba hivi viatu. Kupoteza ushahidi wa bwana wake. Sasa kwa nini aoni kama anajiingiza matatizoni? Mimi nimefikiria kitu. Nimefikiria hapa kwanza ni kumkamata dada yangu, kumweka ndani. Ila sitaka nimshikishe blaza. Alafu wewe unataka uende unisurubia kweli mpaka yeye aongee ukweli na tumjue bwana wake yuko wapi pia. Usifanye hivyo ndivyo. Dada yako anakutegemea wewe kama kaka yake. Unaweza yeye anakutegemea wewe, anayekutegemea umwangamize, atamtegemea nani mwingine kumkomboa kama si wewe kaka yake? Tambua hii ni kazi, hata kazi ya serikali. Ndio, serikali ina watu wengi sana nategemea, lakini dadako mtu pekee anayemtegemea ni wewe. Sasa mfano, mimi nikija kufungwa, ndimbo wewe una ufahamu mkubwa sana akili kwenye kichwa chako. Jaribu kukaa na mdogo wako, ongea naye vizuri. Pengine atatupa kingine chochote cha kuongezea kuhusu kesi hii. Jamani, mwanangu Shani! Shani mwanangu! Hakuna huyo. Sijawahi kuoa mimi. Tami najua kama hujaoa. Mpaka sasa hivi hujatuambia chochote. Hebu tuambie chanzo ya haya mambo yote ni nini? Yeye kina nani? Hebu mgie jembe langu bwana. Kina nani? Nimekosa nini mimi? Nimekosa. Wanajifanya bingwa wa kuchukua wake za watu. Sio?
Sema atafanya ampe kesi akafungwa. Tena kanampa kesi mbaya maana kesi ya mauaji. Kesi ya mauaji kifungo cha maisha. Mama. Kaka, ufanyaje? Kachomokewa huyo sasa. Afu panacho. Kanazidi kumchoma zaidi. Kuna ile dawa ya nani la kupata hiyo vitu mpaka pale kwa sababu. Mwanangu anazikwa tumia kijamika msibani. Nyamaza, nyamaza. Kila mtu ana mzikaji wake. Si unaona mdogo wako amefika na kaka zako. Mamako pia atawahi kuja, atakuja kukuona. Umelia. Yaani mwanangu umeniacha baba. Niambie. Nilienda kwa rafiki yangu mara moja. Sawa. Okay, sawa. Kaka. Dada wewe. Safi. Sasa. Vipi naona unapalilia? Bwana wewe nataka hii miogo yangu mwaka huu hii kuanzia huko kote mpaka kuna yapalilia vizuri bado nikipata hela yangu sasa naanza kununua vitu vyangu vya shule naweka safi. Sasa wewe cheza tu na kaka yako sababu kaka na kazi anakuletea 200 wasiendelea hivyo hivyo. Ila hapa kazi. Haya. Mimi naenda kuchota maji hapo. Sawa. Haina taabu, mimi nipa. Hebu kwa ngoja. Hebu njoo bwana. Kidani tena hiki. Unajua dadangu, ujue ni fundi. Sasa wewe kama tunapata hela kweli, tunaungana na brother vizuri. Wewe tunakupeleka chuo kazi yako watengeza unachonga hivi vitu. Unajua si ni hela sana Ulaya hivi. Sijachonga mimi nimechongewa. Nani tena huyu? Simejia kwa Ali. Sasa naomba nikwambie kitu kimoja. Inawezekana huyu Ali ni fundi. Na huyu Ali atakuwa anajua. Sasa watu wa Kigoma hawa wanajua. Cha msingi sana kwa unamuonja hivi mpaka anakufundisha. Haikufundishwa na moja mshosiko unatembelea gari ya baskeli. Kigoma na baskeli. Haya bwana, poa ngoja mimi kachote maji. Tukideni sawa wewe. Haya dada vile nipo. Haya poa bwana. Jitahidi wewe ujue hela hiyo. Haya. Hela unachezea kabisa wewe tupa hela ujue. Dada langu hilo. Karibu. Hivi wanaume wako wapi? Mbona wameshinda kuzika muda? Na ndo wale wanarudi. Mama,
Shadi. Ametuonyesha nini Shadi? Ngoze bana. Unazidisha kumtia machungu. Samahani huo hapo Shadi. Zai. Ya Zai. Abeka. Sasa mbona unaongelea mbali? Njoo hapa. Vipi? Kaa basi. Wewe pawa chakula kidogo kile. Sijapika chakula. Sasa ngapi dadangu eti? Asi vivu wazi huo. Ungepika chakula mpaka sasa hujapika chakula, mimi njaa inaniuma kweli. Pana kaka, ninamaanisha kwamba chakula hamna ndani kimeisha. Chakula ndani hamna kimeisha. Sasa. Sasa jana tulimla chakula kingi tu hapa. Au? Kimeisha jana. Sasa mbona hujatoa taarifa mapema? Samahani kaka, hilo ndo nimesahau kumwambia kaka mkubwa. Sasa kaka mkubwa, wewe kaka alivyokuwa busy sasa hivi. Si ungeniambia tu, ungenipa mimi taarifa. Jifikirie sasa hivi ushamwona ndani ya sura tulizi, ushamwona hapa? Inawezekana hapa mwezi mzima usimuone yupo ana kazi anaifuatilia ngumu kweli. Sawa, ukaje ndio tuongee. Sasa dada yangu, ngoja tuongee. Mimi na rafiki yangu nilisoma naye. Ila alinizidi kidogo tangulia. Yeye kwa sasa hivi ana cheo kikubwa, ana maisha mazuri, magari, manyumba. So si tuanza sasa hivi kazi. Sasa kipindi tupo shuleni tena alikuwa anaonyeshaga bla zangu huyu kwenye picha dada yangu huyu. Ila nashangaa sasa hivi tu amekaa kanambia, "Afande Ndimbwa bwana, nimependa sana dada yako mimi nimuoe." Hata kuleta barua sana, mbona usiniangushe sasa. Kaka, mimi swala la kuolewa. Yaani nilisha hapa kwa Mungu. Siwezi kuolewa na mwanamume mwingine zaidi ya Wali. Mwanamume wa kunioa peke yake ni Wali. Sasa unaika hadi vipi na mtu kashazikwa tayari? Unaolewa vipi na mtu alozikwa? Mbona sasa kaka, unanikumbusha mambo, yaani unanikumbusha mbali sana kakaangu. Nishawahi kaka hadi kwa Wali. Yaani hata kama kasha kufa Wali, siwezi kuolewa na mwanamume mwingine. Sawa. Kajiandaa na mtume dukani kama chakula ndio.
karibuni sana jamani. Karibuni majirani zangu. Hapa tuna shughuli ya kumlisisha Ashura. Kwa hiyo hapa mjisikie kama mko nyumbani. Kwa hiyo karibuni sana ndugu zangu. Haya, asante. Tumekaribia. Tuko pamoja. Ndimbwa. Niambie. Mambo ni safi za asubuhi. Safi. Kwani safi. Mambo unasemaje? Mimi niko vizuri. Kumekucha tena. Leo mapema. Karibu bwana. Karibu. Asante za asubuhi. Unakaje? Sasa bwana Ndimbwa. Kuna tatizo kidogo. Tena. Shemeji nyumbani kule. Wewe si kuja ukataa mimi hoste kuingie pale kumwangalia na mambo yako. Amefanyaje tena? Yaani tukaje na kumwacha kule. Yaani hali yake ndio ile, yaani usiku mtu miezi ndani. Sasa unafanyaje labda? Sasa hapo nikafikiria nikaona anaweza kanifia hapo. Naona nimfuate huyo afise zahanati. Basi sawa, hilo haina tatizo, jitahidini. Haina tatizo hilo. Ndiye. Basi fanya hivyo mfisi sana yule. Na hali si nzuri. Haya. Basi maliza hapo sana yule. Labda kitu kimoja. Uje mtu akiwa anaumwa atakuwa haraka umwai. So cha msingi fanya hivi. Wewe acha. Unajua sisi kitu podepo tulikuwa tunafajia wenyewe, tunaosha vyombo na hiyo. Cha msingi afanye tu haraka, wenyewe muende, mimi nitamalizia hapo. Fanyeni haraka kidogo Chakula kula. Wewe na wewe masuala yako ya chakula mimi unanichanganya na mambo yangu ishavuruga. Naomba uniache. Mimi nataka chakula kula. Baby! Hai. Unataka? Nataka kula. Unataka kula? Nani ngombe una chakula? Dada akaniambia chakula huku. Chakula. Tulia. Una chakula huku. Tulia kwanza, tulia. Chakula huku. Wewe utakuwa ndogezwa ini njaa huko. Hakuna chakula huko. Kula. Tulia basi, tulia. Tulia, ngoja hapo chakula. Tulia. Ngoja nakuletea chakula. Zai. Kula. Kuna uje mule hapo. Ulete kuna uje hapo. Uje wangu hapo. Ina chakula. Bora. Bibi, chakula. Chakula. Huyu kaandogezwa jini njaa huyo. Hapo.
Sasa kaka, tunafanyaje? Hapa cha kufanya mimi nafikiri kimoja tu, kabla hajatufia huyo. Nitafute mapolo au magunia au maboksi makubwa tutie, alafu usiku tukamwaga kule kwa. Au tukambanga popote. Kaka, usifanye hivyo. Usifanye hivyo kaka, usi binadamu. Wewe alivyokuwa na hali yake hiyo huwezi kumrudisha kwao. Kwao popote sitaomba matusi hata wao. Huo sio binadamu. Mtu ana hali kama hii hapa simpeleke kwa hapana. Simpeleke kwa. Sisi wenyewe tu tukambana hapa tujue tufanyaje ili apate nani. Sasa fikiri ngoja kwanza. Nipeleke nikafie kwetu Zai. Tabiri kwa kumshika tu, huna msaada naye. Huna msaada kwa kumshika tu hapo. Bosi habesi wala hapote. Kaka, wewe ndio mwanaume hapa. Inabidi ufanye juu chini tumsaidie. Arudi kwenye hali yake. Mimi msaada wangu, wazo langu kubwa ni hilo kwa sababu mimi sina dawa alizonazo mzijuazo mimi nishazimaliza. Subiri kwanza nije. Yaani lakini sio hayo maamuzi ya kusema tumpeleke kwao. Subiri kwanza nije. Sasa ndio. Kwa hiyo ndio umesusa? Hapana mamangu, mimi siko pamoja. Siwezi kukasirishwa na hilo jambo, lakini mamangu, mimi siko pamoja. Siku hizi kuna ugonjwa mamangu. Kwa nini unataka kufanya hivyo? Mimi sikubali kabisa. Eti Ndondo amuoe? Hapana mama, siko pamoja. Pole sana mamangu, mimi sitaki. Sasa mimi wale watoto watanielewaje? Siku hizi kuna ugonjwa. Enzi zenu si kama enzi za sasa. Nyinyi mlikuwa mnafanya enzi za kina babu, lakini sasa hakuna. Nakupa heshima yako, lakini hilo sitaki kabisa. Sitaki. Samahani mama. Una hivi mbona kufuatafuta nyuma? Ile ni chizi. Yaani ninapoenda liko nyuma yangu sijui. Lete maneno. Sikiliza. Yaani mimi nimekufuata mtaalamu. Na lengo kufuata na mgonjwa hapo nyumbani kwa kakaangu. Kwa hiyo nilikuwa nimekuja nikuomba ili utusaidie uende kumuone mgonjwa wetu. Sasa unileta kilingeni kwangu. Kuleta kilingeni kwako mtaalamu haitowezekana kwa sababu mgonjwa mwenyewe yuko kwa asili sana. Alafu kulingana na hali yake jinsi ya kumbeba kumleta huko inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba tu tusaidie kumwangalie. Sawa, nakusaidia kwa sababu mimi mwenyewe kuna wagonjwa wengine wanasubiri. Sawa, ngoja nikawaage afu tukamwone. Sawa. Afu ya jana ile tamani tumetoka Ndani. kila siku tunazunguka tu usiku. Wewe jana tungeenda sehemu nzuri. Tusike bana. Hivyo watu kazi na waza mapenzi. Hata kazi bana. Kazi bila dawa naenda na wewe. Dawa si una mkeo nyumbani? Mke. Jambo afande. Habari. Mambo yanasemaje? Vipi? Waliongea? Tumewapiga huko wakasema wametumwa na ubaya. Ubaya? Sio wali. Kuna wengine kama wamelitaja. Wamesemaje? Wamesema kwamba wali anataka na ubaya anataka muone wali kisa mtembea na mchumba wake. Mtembea na mchumba wake? Okay, naweza kuona. Mimi kwa hiyo ninakuaga na Ndo. Mbona hivyo tena? Mimi sina thamani kwenu. Mimi si mnanidharau.
Mimi naweza nikasema kitu hapa kikaeleweka. Mimi naondoka kabisa. Nimetoa wazo zuri hapa la ndondo, lakini mnaniona mimi sina akili, mimi mwenda azimu, nina thamani gani? Kwa sababu mimi nimetoka kikeni. Asante sana. Ila akija mama yako mwambie mimi naondoka. Bana mama, uko na kuenda mbali. Bila wewe mama na bila mwanao sisi mji usingechangamka. Ni lazima tuwape heshima hata nyinyi pia. Nyinyi ndio umetuchangamshia, tumempata Meki, Ndondo na Walii mama. Heshima yenu iko mamangu. Usifanye hivyo mama. So ndo natende dao mamangu. Ndio nishasema mimi naondoka, na akija mama yako mwambie. Mama, sasa si ungemgoja mama basi tukaja mkaongea kiutu uzima. Siwezi kumgoja, mimi sisaminiki hapa. Mimi nina hazi gani? Kwa heri. Mtajua wenyewe. Bwana Minazo, habari yako? Safi vipi? Safi kwema. Safi kama kawaida. Safi za siku 2-3. Safi, karibu. Haya, asante. Kaka, nimekuja naye huyu ili atusaidie juu ya mgonjwa wetu. Vipi tena huyu? Huyu mchizi yule alifanya fujo Mungu. Yule kama nilivyosema mchizi, hajui kinachoendelea. Lakini daktari anampigia kelele mgonjwa. Haya mambo asiri. Hendi sema huyu hajui kinachoendelea. Tulia tumwangalia mgonjwa ni kitu kinamsibu. Jana yule mgonjwa anaumwa, lakini tatizo hili lipo nje ya uso wako, katika uende hospitali. Sasa mtaalamu, ndio hospitali hapo ndo kwenye mtihani. Kwa hiyo fanya iwezekanavyo utusaidie. Mimi kama nilivyokueleza, tatizo hili lipo nje ya uso wako. Sitaki nikuibie na nikane tapeli. Kama hela mpeleke hospitali. Mtakume baba. Boss. Unaona matatizo yako hayo unayofanya. Unakumbuka ulichokifanya hapa nyumbani? Mamangu, vile aliposema Bi Kikumbe, yeye alikuwa yuko sahihi, lakini kwa dunia ya sasa mama, kuna magonjwa mamangu. Sasa hebu fikiria, tutamwangaliaje yule Bi Kikumbe au tutamweka wapi? Na sasa hivi hayupo, kaondoka kabisa hapa kijijini kaelekea mjini. Hivi nyie kwa nini mnakuwa hivyo watoto wa sasa hivi? Kila mkiambiwa jambo hili baya, hili jambo mkiambiwa kitu kibaya, mnataka mjue na ubaya wake. Mkijua hili lina tatizo, unataka uelezwe na maana yake. Mama, usirambe mwiko kama uko moto. Sikiza ile nalokuambia mama. Enzi zenu si kama za sasa. Elewa, kuna Meki, kuna Ndondo. Na hata ujui wale walikuwa wakiendaje. Na hii dunia sio mama. Watoto bado ni wadogo mama. Kuna magonjwa mamangu. Sasa unaelewa mimi niliolewaje? Mimi niliolewa na mkubwa. Baada ya kufariki mkubwa, nikaolewa na mdogo, ndio nikawazaa nyinyi. Mbona mpaka leo bado naishi? Lakini wewe ubishi ndio umekushika. Na mtu anaposema jambo ikiwa mkubwa, inabidi umsikilize. Kaona mbali ndio maana akaliongea. Sawa mama. Kama ni hilo, mimi nimekuelewa. Sasa kama sawa, tutalifanyaje sasa? Basi vile alivyosema Bi Kikumbe kuwa Ndondo ndo amuoe, wacha tufanye hivyo basi. Aolewe na Ndondo. Swala hapa liliopo, mtoto mwenyewe ndio atachagua baba. Hatuwezi tukamchagulia baba mtoto. Sawa basi mama.
mimi niko pamoja na wewe. Nisamehe kama nilikuwa ninakukosea. Mimi nimekusamehe kama umekubali mwanangu. Sasa ninachosema mimi, naomba upeleke taarifa haraka sana kwa kina Ashura ili tumalize hili tatizo. Sawa. Tusimpoteze kaza mwana wetu, abaki hapa hapa. Sawa. Sawa mamangu. Mbona chungulia? Hiki si chumba cha wanaume ziki wewe. Eti. Bosi kaida kusema ukiwa sisi tunalo tuchungulia, si maana? Kumbe nilikuwa na shida tu shilingi 500. Sasa mdogo wangu, kama una shida na 500, si swala kuita tu kaka na shida na 500. Sasa maana yake pesa tukao mundani hiki chumba cha wanaume, maana utakuwa sisi unatuchunguliaga tu, si ndio? Hamna. Ila ni ngapi unasema? Subiri nirudi kwanza. Baadaye nitakupa sina change yana ndogo. Haya baadaye basi. Mama, kulikoni tena? Sasa unaona unanyata. Unanyata huku viatu umeshika mkononi. Tatizo nini tena? Naenda kwa rafiki yangu mara moja. Sasa dada, kwa rafiki yangu ndo unanyata na viatu umeshika mkononi. Maana siku hizi na hivyo viatu tena usinunue viatu unatembea pekupeku, miguu inawasha Ila una vituko wewe. Usema unaenda wapi? Naenda kwa rafiki yangu. Sasa ngombe kitu kimoja dadangu, mpenda. Ukifika kwa rafiki yako, mwambie kaka hatakuja baadaye kufuata mzigo wake. Usisahau kumwambia ukifika. Sasa kaka. Unajua naenda kwa rafiki yangu gani? Yaani rafiki yako huyo unakwenda. Ndio mwambie huyo kaka sema hatakuja jioni. Kaja kufuata mzigo wake. Umeelewa? Haya kaka. Haya, safari njema Salimia Hapa hali shakuwa mbaya. Tukifanya masara tuweza kutoa kesi sote kuhusu. Hali ya bwana wale isi hatuwezi tena kuvumilia. Inabidi tukate sikio tuongewaje hii. Hakuna jinsi tena. Sasa kaka, inabidi sasa tumwambie tu kaka ukweli. Sababu huku tunakoelekea sasa hivi hali sio kabisa, yaani tunaelekea pabaya. Yaani hapa ni kuambia ukweli tu wale mabwana. Kama hatuelewa sawa, hawekuelewa ni wao na Mungu wao. Lakini kwa hali ya wali aweza kufia muda wote alafu tukachukua kesi nyingine. Sasa inabidi twende sasa hivi, haina muda wa kusubiri tena. Basi twende.